Na mtazamaji, mambo yameanza kuchemka kwenye eneo bunge la Emurua Dikirr. Uchaguzi mdogo ambao ulitarajiwa kufanyika kwa njia ambayo ni ya amani, sasa huu uchaguzi umegeuzwa uwanja wa vita. Kuna fujo na ghasia ambazo zimeanza kushuhudiwa. Watazamaji wangu, habari zinasema ya kwamba supporters wa UDA ama goons kutoka kwenye upande wa UDA wameanza kuwavamia supporters wa DCP, na sasa hivi kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kushuhudiwa kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura, mpaka wananchi watazamaji wangu wameanza kuhofia kuelekea kwenye hayo maeneo. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kina watazamaji wangu vile hali ilivyo sasa hivi kule Emurua Dikirr, ningependa kuomba mjunge nami hapa BMT Politics kwa kulike video na pia msubscribe ndipo mko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule Emurua Dikirr, na sasa ili zoezi linaonekana halitafanyika kwa njia ambayo ni ya amani na utulivu kwa sababu ya fujo na ghasia ambazo zimeanza kushuhudiwa sasa hivi. Ripoti zinasema ya kwamba goons kutoka kwenye upande wa UDA ama supporters wa UDA wameanza kuwazuia supporters wa DCP wasifike kwenye vituo vya kupiga kura, na wale ambao wanafika kwenye baadhi ya hivi vituo watazamaji wangu wanavamiwa, wanapigwa na wanafukuzwa. Sasa ili zoezi kwa kweli watazamaji wangu litafanyika kwa njia ambayo ni ya amani, na pia ripoti zinasema ya kwamba kuna baadhi ya wale ambao wameweza kuumizwa, wameweza kuchapwa, wakaumizwa, wameachwa na majeraha. Siwezi kukuwekea hizo picha hapa watazamaji wangu, lakini nataka nikupeleke pale ground uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi. Na wakati haya mambo yote yanatendeka, IEBC mbona haizungumzi? Mbona haiongezi maofisa wa polisi ambao watazidi kulinda usalama? Kwa sababu pale ground habari zinasema kwamba katika kila kituo cha kupiga kura ni maofisa tu wawili wa polisi ambao wako pale. So unaona mtazamaji wangu, maofisa wawili wa polisi ni wachache ukilinganisha na mamia ya goons ambao wanakuja kwenye hivi vituo kuleta fujo na ghasia, kuwafurusha supporters wa DCP. Kabla sijapeleka pale ground watazamaji wangu, nakumbusha tena usubscribe, uweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe wetu uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Hii ya uchaguzi inaendelea Emurua Dikirr. Nataka nishukuru kwa siku ya leo. Nimeona bwana regional commissioner na region police commander na county commander wa Narok. Nataka niambie nyinyi, kwa hii uchaguzi ya kesho ya Emurua Dikirr, yule mtu amesajiliwa na watu ya IEBC ako na haki kulindiwa kura yake. Na ile vitisho mimi nimesikia bwana region. Ile vitisho nimesikia bwana region. I want to restate what I have said. What happened last evening was unfortunate, and because it happened, and that's why we are here, I want to assure the residents and the general public that there will be no recurrence of such incidents, and that the media, just like other Kenyans, will also be secure in discharging their responsibility and their duties, and therefore there should be no cause for alarm. Tuna imani ya kwamba kuna mipangilio itafanywa ili kuhakikisha ya kwamba mahali masomo itakuwa inatakana iendelee bila kuwa na matatizo. Yale ambayo yatafungwa pia watajulishwa, lakini ningetaka niwaelezea kwamba mikakati imewekwa kuhakikisha normal operations, normal services. Wale wanataka kufanya biashara wote waendelee na mambo yao. Kura ni wakati mmoja tu tunapiga na kila mtu anaenda nyumbani. Wale watashinda washerekee with dignity. Wale watachimba flat pia washerekee kwa dignity. Waende waomboleze manyumbani, si kuomboleza barabarani na kulete fujo na sarakasi na sokomoko. Mambo haya hatutakubali hata kidogo, kwa sababu the responsibility yetu hapa ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi huu unafanyika katika hali iliyo ya amani bila kuwa na wasiwasi ama bugdha ama matatizo aina yoyote. 4 on Thursday mwezi huu wa 5. Kwa ufupi nataka niwajulize ya kwamba tuko ready as IEBC kwa hii by election. So far tumetrain poll officials, tulianza na POs na DPOs last week kutoka Tuesday mpaka Friday na Sunday this week, na Monday chana tukamalizia na polling clerks. Emurua Dikirr iko na 94 polling stations, na tunapoenda siku ya uchaguzi
On Thursday nataka kuwakumbuza registered voters, tutaamkia our polling stations. Zinafunguliwa saa 12 asubuhi na zitafungwa saa 11 jioni. Lakini huenda ikawa PO atachelewa kufungua. Kama amechelewa dakika kama 5, ataongeza masaa ya kufunga jioni na dakika 5. Tusema amefungua saa 12 na dakika 5, atafunga saa 11 na dakika 5. Tunataka kuwaomba wana Emurua Dikirr tuendelee kutimiza amani. Uchaguzi ni wetu na sisi kama IEBC tunawahakikishia kwa njia yote tuko ready na uchaguzi utakuwa free, fair, transparent and credible. Na tunataka the will of the people wa Emurua Dikirr itimizwe kabisa. Haya basi yatakabiliwa na sheria na asipate nafasi ya kutulaumu kwa sababu tayari tumepeana notisi, kwa sababu uchaguzi ni mwananchi anaamua. Mtazamaji, licha anakuwa maofisa wa polisi walikuwa wamewaahidi wananchi kwamba wata provide enough security ama watapatiana usalama wa kutosha, mambo ambayo tunayashuhudia sasa hivi ni tofauti sana, kwa sababu huo usalama hauonekani. Hizi fujo na ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi zinazidi kuwa kali, gunzo wanazidi kuongezeka, supporters wa DCP wanaendelea kukaa nyumbani. Hii yote watazamaji wangu inafanywa ili kumwezesha Dollarline, kiongozi kutoka kwenye upande wa UDA, aweze kushinda kwenye uchaguzi mdogo. Yani hawa gunzo wanatumika watazamaji wangu kufanya kinyume na maamuzi ya wananchi. Wananchi wao ukitaka kumpigia Vincent Rotich, wale supporters wa DCP wakitaka kumpigia Vincent Rotich, wakifika pale ground wanapata kwamba wamengojewa. Sasa inakuwa ni vigumu, wengine wanapigwa hata wakiwa manjiani, kabla hata hujafika kwenye kituo cha kujisajili unavamiwa kule njiani. Inakuwa sasa ni vigumu, wengine wakipata ripoti kuna mavamizi, nani ambaye ataelekea kwenye kituo cha kupiga kura? Kwa hivyo watazamaji wangu, hali ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule Emurua Dikirr, na hatujui sasa ni nani ambaye atakuja kuwakomboa hawa supporters wa DCP, kwa sababu hawa gunzo watazamaji wangu, kama vile ambavyo mnajua, mara mingi wamekuwa wakifanya kazi na serikali, kwa sababu serikali iko pale, hakuna kitu ambacho inafanya. IEBC iko pale, ipo kimya, wananchi wanazidi kuumizwa, wanazidi kuvamiwa, na sasa hakuna lingine ambalo litakuwa linatarajiwa ila sasa vita ziweze kuanza kati ya haya makundi mawili, kwa sababu hauwezi ukapigwa ukanyamaza, hauwezi ukavamiwa ukanyamaza. Pia wewe itabidi utetee maisha yako, kama ile serikali ambayo iko pale haitaki kukusaidia kulinda maisha yako, kulinda kura yako na kukupatia usalama wakati wanashiriki kwenye uchaguzi mdogo wa kule Emurua Dikirr. Hizo tu ni habari ambazo watazamaji wangu tunazipata kupitia kwenye mitandao ya kijamii, lakini hatujui wewe mkaaji kutoka kwenye lile eneo, wewe ambaye uko ground, hali iko namna gani? Je, iko hivyo ambavyo tunapata habari ama mambo ni tofauti? Uchaguzi unaendelea kwa njia ambayo ni ya amani na utulivu? Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comments mtazamaji wangu, na pia ningependa uniachie maoni yako pia kuhusiana na uchaguzi wa hawa viongozi wawili. Simba ni wawili tu watazamaji wangu kule Emurua Dikirr, Vincent Rotich na Dollarline. Wewe kura yako unaipeleka wapi? Ni kwa UDA ama ni kwa upande wa DCP? Kabla sijatamjia mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msenda mbali mtazamaji, nitakuwa nazidi kuwafahamisha kuhusiana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata kutoka kule Emurua Dikirr. Uchaguzi unaendelea vipi? Je, hali ya usalama imeweza kudumishwa? Hali ya utulivu imeweza kurejea ama mambo yako namna gani?